atarudi kwa mwanachuoni wa dini. Engineer akitatizika atarudi kwa mwanachuoni wa dini. Lawyer akitatizika atarudi kwa mwanachuoni wa dini. Sasa ikiwa lawyer, engineer, daktari wale ni A, kisha alikwenda kusoma dini aliyopata D-, D+, kisha aje amesoma dini, kwa ile ataweza kumuongoza huyo? Ikiwa sisi tuwapeleka wenye kusoma dini, wenye kutoa katika maamuzi katika maisha yetu, ndio hawa watu rijalullah, watu wa kusoma ilmu ya dini, tuwapeleka walofeli skuli ama walioingia katika uraibu, umeshindwa naye, ndio huyu mpeleke akasome dini. Lakini yule aliyopasi akapata 400 and above katika KCPE ama form 4 amepata A ama A-, waambiwe huyu mtoe akasome dini, kusema huyu mimi ni pato hapa nasubiri aende asome miaka 6 ama 4 university, arudi hapa aniletee pesa niwe mimi nitapata kujilipa masomo yangu yote, malipo yangu nilogharamika kumsomesha. Ikiwa tutapatia dini yetu thamani kama hii, kweli tuweza kusongea mbele? Kweli tuna mustakbal kama ummat Muhammad? Ikiwa wanaosoma dini wengi wanaopeleka kusoma dini hivi sasa ni wale amefeli skuli, ameshindwa katika mujtama kuweza kuishi, peleke mchi fulani, peleke mahali fulani akasome dini. Maal asaf, wallahi, ikiwa mujtama wetu utakuwa na viongozi kama hao, itakuwa hatuwezi kusonga mbele. Yatakikaniwa kuwe na poaching kama vile nchi za Europe na wengine. Ukiwasoma katika class kama ni primary ama secondary, wachaguliwa wale ambao kwamba ni mahodari kiakili, wanabidii ya kusoma, wanachukuliwa katika zile specifications ama takhasusat muhimma katika mujtama. Vile vile kusoma dini atakana wachaguliwe the brightest students katika jamii, ndio wapeleke kusoma dini, kwa sababu hawa ndio wanaongoza wengine wote. Lazima wao thinking system yao ama way of thinking yao iwe juu zaidi ya wale wengine, ndio wataweza kumuongoza daktari, aweze kumuongoza engineer, aweze kumuongoza mwingine na mwingine ambaye kwamba amesoma secular education. Wa illa itakuwa wewe umesoma dini lakini bado waongozwa na ambao kwamba hawakusoma dini kama ile. Ikhwatal iman, thamani ya elimu ya sharia, thamani ya elimu ya dini imefika duni kwa kiwango cha kuwa anayesoma dini hana thamani yoyote baadaye katika mustakbal, mpaka kufika mtoto kushindwa, mimi nitasoma dini niwe kama fulani, nitasoma dini niwe kama, nitapata nini after kusoma dini? Ambapo zamani tumesema ilikuwa ulama ama khilafa ama na waliokuwa na pesa walikiweka awqaf, walikiweka mali yao yote kuweka kusaidia watoto wanataka kusoma dini. Leo nani katika mujtama yuko tayari kumsaidia talibul ilmi shar'i, semi talibul ilmi kama wengine, elimu ya sheria amekwenda kusoma ukamsimamia ama ukamsaidia chochote ambacho kwamba ahitaji katika masomo yake ya sheria? Ni wangapi ambao kwamba wako tayari kufanya jambo kama hilo? Sisi ummat Muhammad, Mola ametusifu kama ummatu iqra. Lafzi ya kwanza kuteremka ni iqra, lakini jambo la kusikitisha, wacha dini, hata ya malimwengu mwingine wanaosoma zaidi ambao si Waislamu. Yani ummatu iqra la taqra. Sisi ni ummatu iqra, lakini sisi ndio hatusomi zaidi katika ulimwengu wote. Wewe angalia, ukionana na mzungu ama ukionana na mtu ambaye anatoka Europe, kila ukimwona na kitabu chake, kila ukimwona yuko katika masomo. Wengi wao wanasema muaddal, yani average wanaosoma katika dua za Kiislamu na Kiarabu kwa mwaka mzima, ukigawanya zile pages za watu wote wanaosoma, yaja kwa mtu mmoja asoma peji 6 peke yake. Naenda kaangalie upande wao, wasoma kurasa 600 kila mmoja. Kweli tuweza kusema tuweza kuja ikaja hadhara yetu ama civilization yetu ikawashinda watu kama wale ambao kwamba kila siku katika kusoma na kuendelea na kuandika? Sisi leo hapa jamii yetu, wangapi washatembelea maktaba, iwe hata ya dunia iwe ya kiskuli? Wangapi waenda kutembelea maktaba kununua kitabu, mimi nataka kusoma, pesa zake akipata budget hii ya kununua kitabu, kiwe siwe cha dini cha dunia? Wangapi wanaosoma? Iwe ni mambo ya ulimwengu, mambo yoyote ambayo kwamba ni science ni nini, wangapi katika budget yao mimi pesa fulani nitanunua kitabu nisome? Hiyo ni je, ikiwa dini ndio kabisa? Pengine ukiuliza, kuna maktaba ya Kiislamu Mombasa, wengine hata hawajui. Akitaka kitabu cha dini atapata wapi? Mpaka aanze kuuliza nitakwenda wapi, ama atafute photocopy ama atafute printed, ndio atakwenda kumpatia mwongozo. Kwa hivyo imekuwa ihtimamu yetu sisi kwa elimu yetu imekuwa ni duni. Iqra kwa jumla, kusoma hatusomi, na dini yetu tumetuangusha zaidi, imekuwa sisi hata ile dini yetu hatusomi. Na Mtume Muhammad atuambia kama alivyosema Mungu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mtume asema, ala adullukum ala ashrafi ahli aljanna, ala ashrafi ahli aljanna, nisiwaeleze nyinyi nani ambao kwamba katika pepo watakuwa na daraja na sharaf ya juu zaidi kuliko watu wote?
Mtume Muhammad akaambiwa bala ya Rasulullah, akasema ulama ummati, wale ambao kwamba ni ulama katika ummati wangu ndio watakuwa na daraja na sharafu zaidi katika janna. Ikiwa wewe utakuwa na daraja ya juu, Mungu ashasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mtume asema watakaokuwa na sharafu zaidi siku ya kiyama ulama ummati wote kwa jumla, na ulama sharia watakuwa zaidi ya ulama wengine wote siku ya kiyama mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yatakaniwa kama jamii tunapochagua mtu kwenda kusoma dini, uchague mtu ambaye kwamba akili zake zimeelekea, yuwaweza kusoma dini akaja akahukumu kisheria ambao kwamba yatakaniwa, akaweza kuongoza wengine ambao kwamba ni duni katika yeye katika mshtama. Jambo la pili, unaposoma elimu, tumetanguliza kusema jambo la kuzingatiwa ni nia yako. Waweza kuwa wasoma dunia, wasoma dini, lakini nia yako ikiwa ni nzuri, dunia yako ikawa ni dini, na nia yako ikiwa ni mbaya, dini unaosoma ikawa ni dunia, ikawa haina maana mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-iman, ni muhimu kama mujtama kuweka mikakati. Vipi elimu ya sheria itarudi kuwa mbele? Vipi watoto wetu wataweza kupenda kusoma elimu? Kwanza kuanzia baba nyumbani, wewe wamsupport mtoto wako, waonyesha kuwa hichi kitu katika dini ni muhimu, kama vile unapokwenda skuli, madrasa ama hifdhul Qur'an ama halakat katika msikiti, wewe wamuonyesha kuwa hili ni muhimu. Inaweza kuwa mara nyingine mtoto ataka kusoma madrasa siku ya Jumapili na Jumamosi, mtoto baba anambia leo tuenda out, yani mtoto ataka kuenda lakini baba ndio anamvunja mtoto moyo. Na waqi'ul hal ambao kama ni mbaya na ni kisa waqi'ia kimetokea. Kuna mtoto amesoma mpaka 8 akamaliza, akapata marks za kumpatia scholarship secondary yote anataka yeye. Alipomaliza akawa ana alaka na mwalimu wake wa madrasa, akapenda kuwa kama mwalimu wake wa madrasa, ataka kusoma dini. Babake akakubali, mama akapiga vita, mtoto wangu huyu ni opportunity kwangu mimi kuniletea pesa kesho, wewe wataka kunipelekea kusoma dini, ataniletea nini baadaye? Mama amekataa. Kubembelezana, mwaka wa kwanza mtoto hakwenda skuli secondary, yuendelea kusoma dini, mwisho mpaka mtoto kupigwa vita na mamake, hataki kusema naye, hataki kuzungumza naye. Yani mtoto ataka kusoma dini, wewe mzazi ndio umekuwa obstacle, umekuwa barrier, hutaki mtoto wako asome dini. Utasema nini mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama? Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kila ina neema, umepewa neema ya mtoto, mtume akakwambia allimu auladakumul kitaba wasibaha, na mengine wafundisheni watoto wenu elimu ya kuandika, elimu ya kusoma. Kila aina ya elimu ni wajibu kumfundisha mtoto wako. Leo wewe hutaki, huna bidii, mtoto ana bidii ataka kusoma, wewe ndio wa kizuizi, wewe ndio wa mtoto usisome hii, mimi nataka usome hii kwa sababu ya pesa. Ndugu zangu Waislamu, ukitaka kulinganisha baina elimu na pesa ama elimu na mali, hauwezi kulinganisha. Elimu kila, yani unaposoma elimu, ile elimu inakuwa ni kinga kwa wewe. Wewe mali, ukiwa na mali, uwe na mali utakuwa nao. Leo wewe stress yako kubwa itakuwa vipi utalinda mali yako? Utapeleka benki utaogopa, kuna kadha, utagawanya benki A, B, C, utaki benki moja kwa sababu ikipatikana na kadha uwe yani umechukua ile risk. Utaki kutake all risk katika benki moja, umepeka benki hii na benki hii ili upate kuprotect mali yako. Bado ushapeleka benki, bado una wasiwasi, ukisikia kitu fulani kimetokea wadhani kwa mali yako ndio imeingia katika hasara. Yani una stress, vipi utaprotect mali yako? Ama elimu kila ukisoma ile elimu ndio ya kuprotect wewe. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Elimu ya kulinda wewe, huwezi kufanya makosa katika maisha yako ya dunia, utaishi salama. Elimu ya kulinda wewe siku ya kiyama, utaweza kufaulu kuingia peponi, kwa sababu ibada yote unayotaka kutekeleza lazima usome ilmu. Kwa hivyo huwezi kusema kukompare mtoto wako anataka kusoma ukataka kumtangulizia mali, kwa sababu si wewe unapomwambia soma huku kwa sababu marks zako ni nyingi uende huku, lengo si knowledge, lengo ni what you will get after that knowledge. Umerudi kwa sababu yote ni ilmu. Mtoto amependa kusoma dini, kwa nini utaki asome kama ni lengo ni elimu peke yake? Wewe wamsukuma toka huku ingia huku, kwa sababu hapa ukimaliza 6 years ama 7 years ama 4 years utarudi hapa, mshahara wako utakuwa ni kadha. Na ukisoma dini huna mshahara, utasubiri kupewa zaka na sadaka na mchango msikitini. Lakini ukisoma dunia utapata kadha na kadha. Sasa wewe waika mufaraka kama huu, lakini huangalii kuwa al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu fi dunya wal akhirah. Jambo la pili, al-ilmu kila ukitoa yazidi,
lakini mali kila ukitoa yapungua. Jambo lingine, siku unapokufa wewe, ukiondoka ulimwenguni hapa uenda mpaka kaburini, watakufuata watu wako, watakusindikiza mpaka mahali pa kusindikiza. Mali yako ukifa ndio kwisha, lakini itakachokwenda baada ya kaburini pale ndani ni al-ilmu nafi', elimu ambayo kwamba ni yenye manufaa, na ndio hii elimu ya sheria, elimu ya halal na haram itakwenda kukufaa pale kaburini. Kwa nini umfanyie khiana mtoto wako? Wewe kuanzia umemzaa humpendekezi kusoma dini, wamfanyia role models wako ni watu fulani fulani na fulani, humwambii angalia shekhe fulani, angalia alim fulani, angalia wali fulani, humpendekezi. Ikiwa wewe kuanzia akikuwa humpi taalluq na ulama, humpi taalluq na rijalu salihun, kweli ataweza kupenda kusoma elimu? Kweli ataweza kusema elimu na maanisha elimu ya dini, ataweza kuipenda kweli? Ikiwa yeye kuanzia mdogo asikia PhD fulani holder katika mambo field, yani specialist katika jambo fulani fulani, specialist katika jambo fulani, yeye atakuwa akikuwa apenda haya mapenda ya huku. Kwa hivyo ikhwatal iman, tuwakuze watoto wetu katika hali ya kupenda elimu ya dini. Kwanza sisi wazazi ama ndugu wakubwa, wewe mwenyewe utambue ile umuhimu wake, wewe umsupport. Ikiwa ameamua kwa choice yake yeye mwenyewe atakusoma elimu ya dini, why not support him? Waweza kuona mtu aambiwa wewe kama unataka kusoma dini utajisomea mwenyewe. Mzazi akwambie kama unataka kusoma dini sponsor yourself, mimi sihusiki hapa. Lakini kama unataka kusoma dunia atakusponsor, kwa sababu ajua hapa returns iko, hapa hakuna returns katika dunia. Lakini uhakika ambaye kwamba atambua al-haqiqatul kubra, mustakbal na future na returns za hakika ni siku ya kiyama. Ndio kuna returns za hakika. Hapo waweza kupata returns zako kesho kafilisika. Lakini returns za hakika ni siku ya kiyama mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una amali gani? Una malipo gani ambapo kwamba itakuwa malipo yale, kama wewe umeingia peponi ni abadal abidin, na kama umeingia motoni ni abadal abidin. Ikhwatal iman, kama mujtama, kama jamii, tukiwa na fikra hizi, waweza kuwa huna pesa, lakini wewe ukazungumza ukasema jamii ifanye kadhaa, ama una mtu wajua ana pesa, msomeshe mtu dini, saidia mwalimu wa dini, fanya kadha katika madrasa ya dini. Wewe unapomwambia mtu yule akienda kufanya, adalu ala alkhairi kafailihi, wewe umeelekeza mtu tu, lakini wewe kumwelekeza yule mtu kufanya kile kitu tayari na wewe wapafahamu kama zile. Katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi asema, man daa ila hudan, yoyote ambaye kwamba atalingania, ataita watu katika uongofu. Kuna madrasa pale hawana ration, ni boarding, peleka ration, ni uongofu. Kuna madrasa pale wahitaji vitabu, hawana vitabu, peleka vitabu. Kuna madrasa pale wahitaji miswahafu, peleka miswahafu. Kuna madrasa wahitaji kadha na kadha, wewe huna, lakini ukamwambia mtu pale kwa hitaji kitu kadhaa, yule mtu akapeleka. Ama kuna mwanafunzi mwerevu pale, mchukue umpeleke nchi fulani, university fulani akasome dini, ukamchukua ukamsponsor 1 mpaka mwisho. Basi wewe tumesema man daa ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu. Wewe ulimwambia mtu, hukufanya wewe, umemwambia mtu. Wewe ukimwambia yule akafanya, thawabu wewe na yeye thawabu sawa sawa. Tumesema la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, wala ukipoa wewe haina maana kwa yule mpunguziwa thawabu zake. Kwa hivyo tutambue umuhimu wa kuhuisha elimu ya sheria katika mujtamaa wetu. Leo tumesema kila mara, ama khutba iliyopita, kuwa ulama wamekufa wengi. Sisi what have we done kuandaa wanafunzi wengine watakaoshika nafasi kama zile? Ikiwa sisi kila mmoja angalia rabbi nafsi, ama kila mmoja afukuza dunia, nani atawasomesha watoto hawa dini? Kila mmoja amewatenga, nani atasimamia masomo yao? Wahitaji vitabu vya maraji, hasatan katika nchi za Kiafrika. Wale kwa Arabuni alhamdulillah makatib tele. Leo mwanafunzi amefanya research, kitabu hana. Okay, ziko electronic books, lakini si kama kitabu chako mwenyewe una alaka nacho, wakipenda waandika unachokitaka, haiwi sawa. Kwa hivyo tuwe na bidii katika kuhimiza elimu ya sheria. Thawabu nyingine kubwa ambayo kwamba Mola ametuahidi pia, asema Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi, man jahaza ghaziyan fi sabilillah, yoyote ambaye kwamba atamwandaa ghaziyan fi sabilillah, anayetoka kwenda kupiga jihadi fi sabilillah. Wakati ule wa mtume ilikuwa watu wakihimizwa kwenda kupiga jihadi, ilikuwa kalimatu la ilaha illa Allah, na mpaka leo watu wahimizwa. Lakini tupate hadithi mafhumu yake na ya ndani zaidi. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah, mtu atakwenda jihad hana farasi, atakwenda jihad hana panga,
atakwenda jihad, pengine hana ngao ile junna, wewe ukampatia ngao yake, ukampa farasi, ukampa na panga, ukampa na mishale na kadha, akienda katika anachokwenda katika kufanya jihadi yake, Mtume asema faqad ghaza. Wewe ulompatia mtu, wewe pia umekwenda jihadi. Wewe hukwenda, lakini umempatia yule whatever he requires katika jihadi yake, amekwenda akapigana jihadi, amekufa ama amerudi, thawabu wewe na yeye thawabu same. Mtume akaendelea kusema waman khalafa ghaziyan, kuna mtu amekwenda jihadi lakini nyumbani kwake huku kuna mahitaji, ataka narration nyumbani kwake watoto kwa kuangaliwa, nyumbani kwake kuna mgonjwa, yeye amekwenda kukutekelezea wewe jukumu lako, wewe ukasimama nyumbani, ration yako ukampelekea. Yes, amekwenda kufanya jihad, nyumbani kwake ration ukapeleka, watoto wake ukawaangalia, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faqad ghaza, pia wewe umekwenda jihad. Tulete katika ilmu, kuna mwanafunzi atakwenda kusoma elimu nchi yoyote, wewe ukamwandaa, ukampa nauli yake kule, bili yake kwa mwezi mathalan pesa kadhaa, ukampatia ya miaka yote minne ama kila mwaka wamtumia, anachohitaji vitabu ni pesa kadhaa, ukampatia kule, wakati wa kurudi ahitaji shopping ya vitabu vingine kadhaa, ukampatia. Yani wewe ukamprepare anachohitaji chote, akienda akasoma akawa mwanachuoni mkubwa, wewe na yeye thawabu sawa sawa, kwa sababu yeye asingeenda kama si support yako wewe. Kwa hivyo kama vile Mtume ametuhimiza kusponsor anayekwenda jihadi, maana yake pia yaja kusponsor anayekwenda kusoma ilmu. Na vile vile Mtume aliposema kuwa yule amekwenda huku nyumbani kuna majukumu, nani atakayemwangalia, anayesimamia majukumu yale, pia yuko katika thawabu kama aliyokwenda jihadi. Na wewe ikiwa ametoka ustadhi, ametoka mwanafunzi, amekwenda kusoma, nyumbani kwake family yahitajia, ukapeleka chakula, ukapeleka pesa, ukapeleka support, wewe hukwenda kusoma lakini umemsaidia yeye kule awe na istiqrar, awe na stability, awe hana stress ya kufikiria nyumbani, ukamsupport nyumbani kwake, basi Mtume asema faqad ghaza. Na wewe ukimsimamia mtu pia umekuwa umesomesha, akisomesha wewe umekuwa umeandikiwa thawabu za kusomesha, akiandika wewe umeandikiwa thawabu za kuandika, ambapo wewe kwenye biashara zako endelea, lakini kwa sababu wewe umemsponsor. Leo wanafunzi wa dini Mombasa tele, lakini qalla man yahtamu bihim, kila moja afikiria aujuhul khairi kwa kuangalia mathalan kuenda kupeleka kadha msikiti, kujenga msikiti, kufanya hivi, lakini kuna mambo aulawiyat, priorities. Wanafunzi wa elimu ya dini watakaniwa waangaliwe, ikhwatul iman. Hawa ndio nyota zetu, tuweza kutembea tukiwa na nyota. Zikizimika nyota kama hizi, hakuna mwongozo katika maisha. Ndio mpaka Mtume akasema hatta takhadha an-nasu ru'usan juhala fadallu wa adallu, watu tabaki kila moja kujizungumzia katika dini ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila moja akiulizwa, hakuna mtu ambaye hajui. Vipi masala fulani, Ramadhani ni lini, tarawih ni vipi, zinafaa kulipa saumu, sifai kulipa, nafaa kutoa zaka, sifai kutoa zaka, mimi naona hivi. Imekuja kwa sababu ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, hakuna wanafunzi walioandaliwa kusoma, na hii ni wajibu, tutaulizwa mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe huwezi kusoma, sababu ni wajibu kila mmoja asome, wewe huwezi kusoma, basi toa mtu akasome dini, sababu kusoma ilmu, kuna kusoma ilmu ya wajib fardhu ain, kila mtu lazima asome. Kuna kusoma ilmu fardhu kifaya, kuna kusoma ilmu kuwa ni sunna, kuna kusoma ilmu kuwa ni khalas ni ziada khair sunna kifaya. Kusoma ilmu ya fardhu aini ni ile ambayo kwamba wewe watakaniwa kila siku kufanya ibada, lazima ujue. Wewe waswali, wafunga Ramadhani, watoa zaka, wajua sharti za swala, wajua sharti za kufunga. Hii ni lazima kila mtu asome, si yule akisoma mimi imetosheleza, lazima kullu wahid. Ndio ile Mtume aliposema talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslima, ni fardhu ain kwa kila Muislamu kwa kadri ya kujua akida yako. Leo kuna watu wana akida potofu, hajui Mungu sifa zake ni zipi, pengine amfananisha Mungu kama yeye, Mungu atembea, Mungu ana kadha, wakiambiwa wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, yeye tafasiri Mungu amekuja, Mungu atakuja kama kuja kwako wewe. Yote hii ni kuwa kuna jahili imeenea katika mujtama, watoto hawasomeshi, sisi wenyewe hatusomi. Mtu amesoma mpaka PhD level lakini swala hajui kuswali, Fatiha ana makosa kadhaa afanya katika Fatiha yake. Kwa hivyo hii ni fardhu ain, kila mtu lazima asome. Kisha baada hapo kuna kusoma kuwa ni fardhu kifaya, lazima katika mujtama, katika kila kata ama katika kila eneo kuwe na mtu, watu wakienda kumuuliza maswali aweza kujibu. Leo sisi hapa Mombasa yetu
ni wangapi ambao kwamba leo ukienda kuwafuata wataweza kukujibia masala inavyotakaniwa? Waliokuwa wamekufa Mungu warahamu, waliobakia kama wako ni wachache sana, lakini ni wachache ambao kwamba leo utamfuata atakujibu masala kihakika inavyotakana kujibiwa na dalili zake na kwa mwongozo na kwa hikma unaotakaniwa. Ni wachache sana. Ikiwa ataondoka na hawa wachache wako, tutapata madhambi sote. Ikiwa hakuna katika mujtama mtu ambaye kwamba watu wakiwa na masala ya sheria wataenda kuuliza, kama ni masala ya qadha, masala ya ifta, ikiwa Mombasa yote hakuna, watu walioko Mombasa wote watapata madhambi. Kwa hivyo ikiwa wewe utasimamia mtu aende asome, kesho aje ashike nafasi ile, umetekeleza fardhu kifaya, umefanya kitu ambacho kwamba ni fardhu kifaya. Ni vizuri kila mmoja ambaye kwamba aweza afanye jambo kama hili. Ikhwatal iman, fardhu kifaya ni wajibu wetu sote. Useme atafanya yule, mimi sifanyi, wewe fanya unachoweza kufanya. Na tumesema hakuna kutoa bora kama kutoa katika elimu. Ikhwatal iman, pamoja na tukisema kutoa ni bora, hawa wanaosoma dini, wanaosoma ilmu ya sheria, ni vizuri tunapowaandaa tuwaandae na system ya kuwa wawe wenye kujitegemea kibinafsi, wawe self sustainable. Zamani kulikuwa baadhi ya madarasa zamani zilikuwa mtoto asoma madrasa ama asoma msikitini, akitoka pale madrasa anakuwa attached na technical school fulani za kizamani, kama ni seremala, kama ni plumbing, kama ni electrician, anafundishwa kazi ya mkono. Kesho amekuwa ni ustadh, amekuwa ni dai, amekuwa ni imam. Mambo kwa mabaya aweza kujipatia kipato chake. Leo tuchukue wakati wa corona, na mpaka sasa corona iko, lakini kuna wakati ilikuwa zaidi. Walimu wa madrasa zilipofungwa madrasa, mishahara ikakatwa, walikuwa wana way forward gani kufanya? Mebaki mwenye kutaka kuuza maji, mwenye kutaka kuuza juice. Leo ingekuwa wakati wasoma ameandaliwa ama kazi ya mkono technical, pale madrasa kuna technical school fulani kama ya mkono, ya electricity, ya plumbing, anafundishwa. Ikija challenge yoyote, calamity yoyote, yeye ana kazi yake ya mkono, hategemei mtu yoyote, anaweza kujipatia riziki yake, qutul yawm yake ataweza kupata. Na kila ikiwa alim hajitegemei, kila mujtama waharibika, kwa sababu alim ikiwa hana kujitegemea, atakuwa ategemea nani? Tajiri atakwambia mimi nataka hivi, useme hivi, usiseme. Utasema haki, utaangalia tajiri wako. Kwa hivyo tuwe na system ya kuangalia vipi hao wanaosoma dini wataweza kujitegemea wenyewe. Vipi kutawekwa awqaf za kusimamia miradi yao, wanaosoma ilmu, pesa zao na kaza kama vipi itawekwa awqaf kama hizo, itakuwa wao hawana haja kuenda kuomba. Leo ikifika Ramadhani, ukiangalia wanaofunga foleni katika maofisi ya matajiri wengi ni walimu wa dini. Kwa nini kuwadhalilisha kama hivyo? Tena awaangalie kwenye kamera fulani, au yule usimuingize hakuja maulidi yangu, yule usimuingize hakuja hafla yangu, yule asiingie hakuja katika sherehe yangu, yule mimi nilimuuliza masala akanijibu vile ambao mimi sitaki, akanitukana mahali fulani, amezungumza mahali yamenigusa, yeye akajulia tayari kwa haya nimeambiwa mimi. Kwa hivyo haya yote yaje ikiwa wale wanaosoma dini hawapangiwi mikakati ya kujitegemea binafsi, na hatuwezi kusonga mbele bila self sustainability kielimu na kimujtama kwa jumla. Ikiwa sisi hatusomi, tumesema ni ummatu iqra, hatusomi, itakuwa hata sindano ya kudunga sindano mtu tuta import kutoka nje. Yani small things itakuwa sisi kama iwe ni wa Kenya, kama ni wadamu au kama tuko Afrika, itakuwa kama Waislamu tutategemea kila kitu kuletewa. Sisi kama umma ambao kama ni ummatul intaj, tumeproduce nini? Tumetengeneza nini? Tunaweza kusema hichi ni chetu kama Waislamu, wale ambao sio Waislamu wanunue from us. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Saidina Abubakar Siddiq alipojenga soko la Madina, akamwambia nenda Iraq ulete bidhaa ambazo kwamba hapa Madina hakuna. Wengine katika Waislamu wanaoishi Madina wakitaka wanunue kwetu sisi. Lakini ikiwa economy haiko kwenye Muislamu, haiko sisi, hatuna qarar. Al-Imam Sha'rawi rahimahullah ta'ala asema man lam ya'kul min fa'sihi la yatakallamu min ra'sihi. Ikiwa wewe yani you don't have your food katika mkono wako, yani you don't control your food. Wewe ukitaka kula mpaka fulani akupatie pesa, ukitaka kula mpaka fulani amwambie duka la ration chukua ration, wewe huwezi kuzungumza free mind yako. Ukizungumza utafikiria fulani asikasirike, fulani asiudhike, kwa sababu mimi ama fulani mtoto wangu yasoma, fulani amsomesha. Kwa hivyo nikizungumza nikimuudhi yeye, scholarship itakatika ama sponsorship itakatika. Kwa hivyo itakuwa hakuna mizani. Lazima kama mujtama
turegeshe thamani ya elimu ya dini, tutambue watu wa elimu ya dini, na pia hao ambao kwamba wamesoma dini tayari, ni wajibu wewe mwenyewe uihifadhi ile elimu ya dini, uwe na izza, usiwe kila wakati kuombaomba. Uache yule ambaye kwamba ataka elimu akufuate wewe. Leo wewe chukua mfano, umpigie daktari, umwambie wataka kumconsult chochote, akamwambia njoo ofisini, njoo paka tufanye test, njoo paka tufanye hivi, ili ukaenda pale utalipa pesa za kuingia, utalipa pesa za test. Tuseme leo ni ustadhi, umpigiwa simu, ulizwa swali, ustadhi fulani na sala, swali lako hilo litakuangaliwa, njoo ofisini tufanye tupa swali lako, njoo ofisini. Ofisini pale kuna sekretari, atapokea swali lako, itapelekwa katika kamati ya Bahthi Research Center, itafutwe, kisha upoe fatwa yako. Utalipa kweli? Wasema ustadhi wafanya biashara hao. Mambo mengine sawa, lakini katika elimu ya dini si sawa. Na hakika kuna maswali mengine huwezi kujibu moja kwa moja, lazima ufanye bahthi. Bahthi utafanya, utachukua kitabu hichi, ni time watumia. Kama wewe ukimwambia nenda afanye test fulani, umemtuma ni time na wataka result zile. Lakini mimi nikwambia swali lako lataka bahthi siku mbili zangu utanilipa wewe? Kusema ustadhi afanya dini biashara. Dini biashara, kila mtu lazima aishi. Ikiwa wewe hutaki afanye biashara, sawa, asifanye biashara, bure afanye. Hutaki kumwangalia, atakula wapi? Afanye bure fi sabilillah, lakini wewe mpangie wakfu, iko wakfu, nyumba ile ni wakfu ya maustadhi. Nyumba ile ni wakfu ya tulabul ilm. Atakuwa sawa hapo. Akikwambia tena atakana pesa, itakuwa wewe umekuwa too much. Lakini wewe humpangii mikakati ya wakfu, humpangii mikakati ya chakula chake, kisha akija kula swali mwambie ustadhi, swali lako hili paka tulitume mathalan lajnatul ifta, tulitume research center liangaliwe, lipakuliwe, kisha utalipa fee fulani. Utaambiwa jibu lako kaa nalo wewe, hatuna haja nalo. Ni waqi ambao kwamba ya kusikitisha. Na hii yote ni kwa sisi tumeangusha thamani ya elimu yetu. Turegeshe thamani ya elimu ya dini, tuwapatie heshima yao, tuwatambue, na watoto wetu tuwapendekeze katika kusoma dini. Ikiwa mtoto ametaka mwenyewe kusoma dini, usiwe hasidi yake. Utaulizwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini mtoto ametaka kusoma dini? Wewe atakana tangu mwanzo umsukume wewe. Huko msukuma amekwenda yeye, wewe amvuta nyuma. Utakuwa siku ya kiyama waenda peponi, yeye atakuvuta nyuma kwa sababu wewe ndio umemkataza. Wewe waenda peponi, utavutwa nyuma na mtoto wako amefanya madhambi kwa sababu wewe hukumsomesha dini. Umezaa mtoto ukamwacha yuko mtaani kama watu, akaingia kwenye uraibu. Siku ya kiyama wajiona umefanya ibada zako, umeswali vizuri peponi, utakuja utavutwa shati. Waenda wapi? Wewe umenidhulumu mimi. Utashtakiwa na mtoto mbele ya Mungu, hakunisomesha dini huyu mimi. Hakunisomesha Mungu wangu sifa zake ni zipi. Hakunisomesha ibada yangu nafaa kufanya vipi. Na utakuwa umefanya ifrati katika haki ya mtoto wako. Ikhwatal iman, mada ni mapana, lakini lazima tuamke, lazima tuzinduke, tupatie umuhimu elimu ya sheria, kama vile hata si kama vile 50% 20% ya ile effort tunaotia katika dunia tutie kwenye dini, itakuwa tuko katika hali nzuri. Lakini sisi hatutoi hata 1% ya ile effort tunaotia katika dunia, hata 1% haiji katika dini. Watu leo kila akiamka afikiria vipi nitakula, vipi nitapata pesa. Hujui kama anytime waweza kuanguka na maswali ya kwanza utaulizwa wewe kaburini ni dini yako. Hufikiri mimi naenda wapi? Hufikiri leo, zamani ilikuwa kila family kuna mwanachuoni, kila family kuna alim. Mungu asema falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fi ad-din waliyunziru qaumahum idha raja'u. Leo wangekuwa katika kila firqa, katika kila kabila, katika kila eneo watoka watu waenda kusoma dini ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakirudi wapate kuwaongoza watu wao. Leo wako wapi? Siku hizi kila family kuna daktari. Kila family kuna daktari, kwa sababu daktari aweza kupata family 10 kabila nzima hakuna hata alim mmoja, lakini aweza kupata family moja madaktari 6-7, kwa sababu tumeweka dunia mbele tukaweka Mungu wetu nyuma. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuzindue, atupe fahamu, atupe mahaba na elimu ya dini, atupe na qanaa kuweza kutosheka, atupatie fikra za wenye kuweza kuleta jamii yetu kuinua mbele, tuweze kupatia madrasa na elimu ya dini kupeleka mbele. Leo madrasa hazina mikakati kwa sababu hakuna investment ndani yake. School ukienda kuna lesson plan, kuna schemes of work, kuna playing activities, kuna mengi,
Madrasa hakuna yote hayo, kwa sababu wenyewe hawezi kufanya peke yao, lazima kama mujtamaa tusimame. Madrasa ikiangaliwa, mtoto akiangalia madrasa kweli yanivutia, naweza kwenda madrasa kusoma. Lakini ikiwa itabaki hivi, basi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na tutaulizwa mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala tutakaporejea kwake. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum jami'an. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.